na uliza. Naam, kuna maswali mawili, unasemaje? Swali la kwanza ni tokea jana nilikwenda kuliuliza, lakini nilikuwa na muda umekwenda. Tokea katika majlisi yako ya jana na ya juzi na ya leo unasema tu al-alimu al-allama, al-alimu al-allama, lakini haumtaji ni nani huyo al-alimu al-allama. Sasa ningeomba tutajie nani, kwa sababu mara kwa mara ukiwa unafanya rududi hapa wewe unawataja kwa majina yao, huyu unamtaja kwa wasifa tu. Kwa sababu sauti yake ipo mtisikia au haiweko? Naweka yatosha sauti yake. Sawa. Swali la pili inaweza kama vile sio swali, katika njia tu kuongeza ufahamu. Kadhia ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu kuwakusanya watu, hatuwezi kusema ya kwamba bali kuna ijma', kwa sababu Umar alifanya lile tukio katika mkusanyiko wa masahaba, na hakuna riwaya iliyokuja kuonyesha kwamba kuna sahaba alikhalif katika lile jambo, bali kuna baadhi ya riwaya zinaelezea kwamba Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu ni katika watu ambao walikuwa kimhimiza Umar kulifanya lile jambo. Lipi? Swala la kuwakusanya watu kwa ajili katika swala ya tarawih. Hatuwezi kusema kwamba pale kuna ijma', hatuwezi kutumia hoja hiyo. Kabla ya ijma' kwanza kuna sunna, ni sunna. Ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuswali swala ya jamaa, kwa swali tarawih kwa jamaa. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli. Sawa. Sisi tukiacha kwamba Umar kafanya hivi kafanya vile, lakini iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata ukisoma kwenye Bulughul Marami hadithi utaipata kwenye mlango wa swala ya tarawih kwa jamaa. Sawa. Tena utakiwa usali na imamu mpaka imamu atakapoondoka, sio ondoke wewe. Fadhila utazipata kiamu cha usiku. Hadithi iko wazi, nimetaja hadithi hiyo. Alafu jambo jingine Mtume SAW salam alifanya kitendo alikifanya na maswahaba waliendelea kufanya. Sasa zote hizo ni katika ushahidi wa kuonyesha ya kwamba sala ya tarawih kwa jamaa ni sunna. Kwa nini iliambiwa mpya kuwakusanya watu wote sasa chini ya imamu mmoja katika msikiti mmoja? Ili utaratibu huu umekuja kuwa ni mgeni kwa baadhi ya watu, ni mgeni. Kwa hiyo ni mpya kilugha. Hiyo itakuwa ni maudhui ya kesho insha Allah, kwa sababu katika maneno yanazungumza sema ile kuswali Umar aliposema ni'matul bid'atu hadhihi, mimi nikasema ile ni bid'a kilugha, swala alafu lugha bid'a kilugha. Yani ashangaa kwa maana kwamba haiwezi kuwa hii swala alafu bid'a kilugha. Sijui wanatasawari vipi kiambua bid'a. Sasa hapo tutakuja ufafanuzi katika hilo insha Allah. Sawa, ni bid'a vipi na ni sunna vipi? Sisi tunasema swala ya tarawih ni sunna. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyehimiza sunna, ndio hivyo kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyefanya kaswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo. Alipoacha alitaja sababu ya kuacha kwake, tukaangalia je, sababu iliondoka? Naam, sababu ilipoondoka sasa jambo likarudi katika asili yake. Kwa hiyo Umar kalirudisha jambo katika asili, hakuzusha katika dini.
hata ukimtaja wewe mfahamu. Hii ni rai yako, lakini mimi kwa sababu nishairejesha kwamba maneno yake yawekwe, atasikika. Na kwa YouTube yuko, wakati mwingine kuwataja watu ni kuwatangaza tu, wapo umaarufu, wapo umaarufu ambao hawana utakikani. Si kila mtu atajwa na si kila mtu ajibiwa. Sawa? Haona fulani ulimjibu, huyu mbona umjibu? Si kila mtu ajibiwa. Sawa? Siku za nyuma alikuwa tukimtaja kadha, lakini haina haja kumtaja. Kauli yake ipo na maneno yake kwa YouTube yako. Naam. Basi tumemaliza. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Jana tulitaja kitabu, tulikuwa ni jana ujuzi, kitabu cha al-Imam al-Izz bin Abd al-Salam Sultanul Ulama. Nikakitaja, nilikuwa sikumbuki jina lake bidhabt, niliruka kidogo, lakini jina lake ni Qawaidul Ahkami fi Masalih al-Anam. Qawaidul Ahkam fi Masalih al-Anam, huyo al-Imam al-Muhaddith Sultanul Ulama أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، alifariki mwaka 660 Hijiria. والله تعالى أعلم.